Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Klabu ya Yanga hii leo siku ya tarehe 9 imetoa msimamo wake kuhusiana na mchezo ambao umeahirishwa. Wameandika hivi: taarifa kwa umma Machi 9 mwaka wa 2025. Kamati ya utendaji wa Yanga chini ya Rais Mhandisi LC Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi mwaka wa 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi, yani MCM, kilichofanyika tarehe 7 Machi mwaka wa 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathimini waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi, klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi mwaka 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu kuwa hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo usiku wa kuamkia siku ya mchezo wa tarehe 8 Machi mwaka 2025. Klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba. Asubuhi ya tarehe 8 Machi mwaka 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Nguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huo namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 Machi mwaka 2025, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Nguto alitoa taarifa ya kuahirishwa kwa mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Namba 2, kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yote itakayopangwa. Namba 3, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Nguto na katibu wa kamati hiyo Almasi Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunaomba wanachama na wapenzi wa klabu ya Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sports Club. Mambo yamepamba moto kweli kweli katika upande wa klabu Dar es Salaam Young Africans. Yanga wamecharuka. Yanga hawana mbambamba.
kwa maana klabu ya Dar es Salaam Young Africans, licha ya vurugu zote ambazo zilitokea siku ya jana, klabu ya Yanga wao wameweza kutoa msimamo wao, ambapo umesema kwamba klabu ya Yanga inataka points zote 3 muhimu, kwa maana kanuni zinaeleza kwamba ikiwa klabu itagomea kupeleka timu kiwanjani, basi alama 3 inabidi apewe mpinzani. Hivyo Yanga wanataka alama 3. Yani kwa lugha nyepesi unaweza kusema kwamba mgeni hataki soda, anataka shilingi 600 yake. Hivyo Yanga wanataka points zao 3 waweke kibindoni waendelee na mambo mengine. Lakini pia kamati hiyo ya Yanga imeeleza kwamba mchezo namba 184, kwa maana huu ndio mchezo wa klabu ya Yanga na Simba, wao hawataucheza kabisa. Yani ikitokea hata bodi ya ligi ikapanga tarehe nyingine na ikapanga mchezo mwingine huwa Simba na Yanga uchezwe wapi, klabu ya Dar es Salaam Young Africans wao wametangaza kabisa rasmi kwamba hawatakwenda kucheza mchezo huo. Wao wapewe points zao 3 muhimu waendelee na maisha yao kama kawaida. Hili sasa ni balaa. Ikumbuke tu kwamba katika taarifa ya umma ya bodi ya ligi walisema kwamba mchezo wa Simba na Yanga, mchezo namba 184, utapangiwa tarehe nyingine mpya kabisa ili upigwe. Lakini Yanga wenyewe wamesema kwamba hawataki tarehe nyingine, wanataka points zao 3, hawatoshiriki mchezo huo na wenyewe. Haya bwana. Lakini pia klabu ya Yanga wao wakasema kwamba hawataki kamati ya bodi ya ligi iliyopo inaona kabisa kama inaunajisi mpira wa Tanzania. Hivyo klabu ya Yanga imeomba TFF waweze kutengeneza kamati ama kuunda kamati mpya ya bodi ya ligi. Almas Kasongo na Mnguto wanaona kabisa ni watu ambao wanaonajisi mpira wa Tanzania. Hivyo Yanga wamesimamia msimamo wao pale pale. Kiufupi, hii ngoma bado mbichi kweli kweli. Katika kipindi ambacho wanakipitia bodi ya ligi ni kipindi kigumu sana. TFF pia wanapitia kipindi kigumu. Yanga wanadai points zao 3. Simba wao wanasubiri mchezo upangiwe tarehe. Yanga wamesema kwamba wao hata kama tarehe kipangwa hawatocheza na wanataka points zao 3. Yanga pia wamesema ya kwamba wanataka hiyo bodi ya ligi ivunjwe, hawana imani nayo. Hili sasa limekuwa ni balaa kubwa kweli kweli. Mtazamaji Bongo Super Media, Yanga wameamua, wamevalia njuga swala hili la kudai points zao 3 na wamesema kwamba Simba ndio aliyekiuka kanuni, sio wao ndio waliokiuka kanuni. Bana, mambo ni ya moto kweli kweli. Mtazamaji Bongo Super Media, maoni yako unaweza kaandika hapo katika sehemu ya comments. Na kufikia hapa sisi tuna la ziada, tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.